Taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba mwamuzi katika mechi muhimu ya raundi ya 4 ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kati ya Yanga dhidi ya Al Ahly anatoka Kameruni. Huyu ni Ntwa Efa Maxi Esuma. Ni mwamuzi mwenye uzoefu mkubwa ambaye amekuwa akichezesha mechi za kimataifa tangu mwaka 2012. Umri wake ni miaka 42, maana alizaliwa mwaka 1983. Ana uzoefu mkubwa na kwa kawaida kumekuwa hakuna malalamiko mengi kwake kuhusiana namna anavyochezesha, na hasa baada ya kukumbwa na kashfa ile ya mwaka 2019 kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao kwenye kuchezesha kwao walikuwa wanachezesha kiunazi, wanachezesha kwa dhamira ya kuibeba RS Berkane, timu ambayo miongoni mwa viongozi wake wakubwa ni pamoja na Fawzi Lekjaa, kigogo katika shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, kigogo katika shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Katika mechi mojawapo ya msimu huo RS Berkane wakicheza dhidi ya Raja Casablanca walishinda kwa mabao 4-2 kwenye hatua ya makundi, mechi ambayo ilikuja kuibua kashfa kubwa kwa sababu Raja Casablanca wakicheza ugenini nyumbani kwa RS Berkane walijikuta kila wanachofanya kwa ajili ya kutaka ushindi wakiathiriwa na mwamuzi wa kati ambaye alikuwa sio mwingine, ni huyu Ntwa Efa Maxi Esuma. Penalty takriban 3 za wazi aliwabania, lakini kuna bao lilifunga katika dakika ya 90 ongeza 2, kwa maana zile dakika za nyongeza za mwamuzi kufidia muda uliopotea kwa matukio mbalimbali. Walifunga bao zuri, alilikataa, walikasirishwa kwelikweli, wakatishia hata kujitoa kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Katika uchunguzi wake CAF ikagundua kwamba kweli huyu mwamuzi Ntwa Efa Maxi Esuma alifanya makosa mengi katika mchezo ambao mwisho wa siku maamuzi yake alileta athari. Alichofanya walimfungia mwaka mzima. Tangu hapo mwamuzi huyu amekuwa hana rekodi mbaya katika uchezeshaji wake kwa ujumla. Hivi karibuni katika mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika ya hatua ya makundi, Azam dhidi ya Wydad Casablanca kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, mechi ambayo Azam walipoteza kwa bao 1-0 mbele ya Wydad Casablanca, yeye ndiye aliyekuwa uwanjani kwa mwamuzi wa kati. Ni mechi ambayo hakika Azam kupoteza kwake hawezi wakawa na malalamiko kwake, kwa sababu katika dakika 90 za mchezo Azam licha ya kufungwa kwa bao 1-0 ni Azam hata kwenye mashuti walikuwa mbele zaidi, wakipiga mashuti 20, kati ya hayo mashuti 4 yakilenga shabaha. Wageni Wydad walipiga mashuti 5, 2 yakilenga shabaha, likiwamo bao lililofungwa na Nurdin Amrabat katika mchezo huo. Ni mechi ambayo kwenye matukio ya faulo Azam waliadhibiwa kwa faulo 8 kulinganisha na faulo 28 za Wydad kwenye faulo, lakini kukawa na kadi za njano. Wydad walipata kadi za njano, tusema yellow cards 4, Azam hawakupata kadi yoyote ya njano katika dakika 90 za mchezo. Kwa katika mechi ambayo Azam walipoteza hivi karibuni dhidi ya Wydad Casablanca, hakuwa yeye ni sehemu ya sababu kubwa za Azam kupoteza, bali wenyewe Azam katika kutumia nafasi walizokuwa wakijitengenezea katika kufunga. Lakini pia hivi karibuni amehusika pia kuchezesha mechi nyingi za kimataifa, mechi za kuania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia amechezesha kadhaa, mechi za kuania kufuzu fainali za AFCON amechezesha mara kadhaa. Kwa mfano World Cup qualifiers amechezesha mechi ya Rwanda dhidi ya Lesotho iliisha kwa sare ya 1-1. Amechezesha mechi ya Liberia dhidi ya Malawi imeisha 1-1. Ni miongoni mwa mechi ambazo amewahi kuzichezesha. Kwa ujumla yeye ni miongoni mwa waamuzi wazoefu sana wa kuaminika ndani ya CAF, ukiondoa tukio hilo la 2019. Kwa sababu hiyo yeye ambaye atakuwa akisaidiwa na Rodrigo Mani pamoja na Vincent Ngoma kama waamuzi wasaidizi katika mchezo huo, matarajio ni kwamba yeye hawezi kuwa chanzo cha Yanga kufanya vibaya. Kwa lugha nyingine ni juu ya kocha Pedro Gonçalves na kikosi chake, wachezaji wake nyota ambao hivi karibuni wameonyesha kiwango kizuri sana. Karibu wote waliopata nafasi ya kucheza kwa mfano dhidi ya Al Ahly, licha ya kufungwa mabao 2-0, wengi kwa kiwango cha mchezaji mmoja walijitahidi kadri walivyoweza, ukiondoa bao lile la pili ambalo kwa kiasi fulani lilichangiwa na makosa binafsi
ya mchezaji kama Mudathi Yahya Abbas, lakini pia katika kumwachia Mohamed Hani kupiga pasi ya juu iliyomkuta Mahmoud Trezeguet katika kufunga bao la kwanza, ni baadhi ya maeneo ambayo bila shaka kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake watakuwa wakiyafanyia kazi ili yasije kuwaletea madhara katika mchezo huu. Lakini kuwapo kwa mwamuzi huyu Antoine Maxi Efa Esuma ni habari njema endapo ataendeleza ule uchezeshaji wake katika mechi nyingi ambazo kwa ujumla ni mwamuzi ambaye hana malalamiko mengi, ukiondoa tukio hilo la mwaka 2019 Februari 24 wakati akichezesha RS Berkane dhidi ya Raja Casablanca. Matarajio ni kuona Yanga ambao katika mechi hii ni muhimu sana kwa ajili ya kujisafishia njia ya kufuzu kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, kwa sababu wakipata matokeo mazuri, kwa mfano wakishinda, wanatimiza idadi ya pointi 7 sawa na vinara wa kundi lao la B ambao ni Al Ahly ambao hivi sasa wana pointi 7. Wengine walio chini yao ni JS Kabylie pamoja na FAR Rabat, wote hivi sasa wana pointi 2. Endapo Yanga watapata matokeo mazuri, watakuwa wanajirahisishia mwendo wa kufikia dhamira yao ya kufuzu kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kumaliza miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi lao. Lakini hata wakitoa sare, ikitokea bahati mbaya wakapoteza, bado Yanga atakuwa na fursa, kwa sababu wana mechi nyingine 2 dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini, dhidi ya FAR Rabat itakayochezwa nchini Morocco. Lakini muhimu kuliko yote ni kwamba kupata matokeo mazuri katika mechi dhidi ya Al Ahly. Kwanza kushinda ndio liyo lengo kuu, na bila shaka kwenye uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar, Yanga mara nyingi imekuwa ikifanya vizuri sana, ikiwapo mechi ya kwanza walicheza dhidi ya FAR Rabat ambayo walitawala mwanzo mwisho, wakashinda kwa bao 1-0, bao lilikuwa na Prince Pumelo Dube. Na hivyo matarajio ni kwamba mechi dhidi ya Al Ahly pia wataendeleza kiwango bora, kutekeleza vyema mipango ya kocha Pedro Gonçalves, kupata pointi 3 muhimu ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye kundi lao. Lakini ikishindikana, basi walau watasare, lakini sio kufungwa. Habari njema ndio hii kwamba mwamuzi wa kati hana rekodi za malalamiko mengi katika kuchezesha kwake kwa hivi karibuni, ukiondoa huo mwaka 2019. Kwa hiyo kisaikolojia, Yanga wanatakiwa kuingia uwanjani wakiamini kwamba kile walichojiandaa nacho wanaweza kukipata dhidi ya Al Ahly na kuwapa furaha wa Tanzania, kuwapa furaha wana Yanga. Alimradi tu washambuliaji wao Prince Pumelo Dube, Laurindo Depu, Alan Okello, Peodo Pacome Zouzoua, lakini yeyote atakayepata nafasi miongoni mwa wachezaji wa Yanga katika eneo la kushambulia kina Maxim Pia Nzengeli, basi nafasi zikipatikana wazitumie, kwa sababu mpaka sasa hilo ndio jambo ambalo kwa kiasi kikubwa linaiathiri Yanga, kwa sababu hata katika mechi dhidi ya Al Ahly, licha ya kupoteza kwa mabao 2-0, mechi nzima mashuti ya kulenga shabaha, kwa maana yale majaribio walioyafanya, washindi ambao ni wenyeji Al Ahly walipiga mashuti 3, Yanga mashuti 4. Tena ni baada ya kupiga mashuti 9, 4 haya yakilenga shabaha. Al Ahly wakipiga 10, 3 yakilenga shabaha, wakafunga mabao 2, wakashinda mabao 2-0. Mwamuzi Max Efa Esuma, matarajio ni kwamba atakuwa kwenye kiwango chake bora, na hata ikitokea makosa ya kibinadamu, basi yasiwe kwa manufaa ya wageni Al Ahly, bali kwa wenyeji Yanga ambao matarajio ni kuona wakipambana mwanzo mwisho, ikiwa kama ndio njia mojawapo ya kuhakikisha wanapata matokeo mazuri dhidi ya klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, Al Ahly, klabu yenye rekodi ya kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika mara 12. Kwa hiyo kujituma katika mipira yote 50 kwa 50 ili wao waipate ni njia mojawapo ya kwanza kubwa katika kuelekea kupata matokeo mazuri. Mengineyo ni kutekeleza mpango kazi wa kocha Pedro Gonçalves kwa ukamilifu wake ili kupata matokeo mazuri. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.